la tudayyi' ni'am, usizipoteze neema. Hadithi ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas, hadithi ya 10. Ibn Abbas tumeshamzungumza bado, kwa hiyo ndo mara kwanza anatupitia Ibn Abbas. Nani Ibn Abbas? Ibn Abbas wanamuita al-bahru, bahari, bahari al-bahr, au wanamuita habru, habru al-umma, kwa maana mwana wa chuoni wa umma. Habru, habru wingi wa ahbar, ittakhadhu ahbarahum. Habru al-umma, mwana wa chuoni wa umma, ndivyo alivyoitwa na al-Imam al-Dhahabi na kabla yake na wengine. Wa faqihu al-asri, ndio faqihi wa zama hizi za Muhammad, ndio faqihi wao, alimu wao. Wa imamu tafsir, ni kiongozi wa tafsiri ya Qur'ani katika wafasiri wote. Anaitwa Abu al-Abbas, baba yake al-Abbas Abdullah ibn ammi Rasulillah, mtoto wa ammi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Qurashi, ni Mquraish. Al-Hashimi, katika Bani Hashim. Al-Makki, Makka. Al-Amir radhiyallahu anhu. Alizaliwa Abdullah ibn Abbas kabla ya mwaka wa kuhama, kabla ya mwaka wa kuhama kutoka Makka kwenda Madina kwa miaka mitatu, kwa maana kabla ya hijra kwa miaka mitatu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban miezi 30, miezi 30, na alihadithia kutoka kwake sehemu sio mbaya, fungu sio dogo, sio baya la hadithi. Lakini pia amehadithia kutoka kwa Umar, amehadithia kutoka kwa Ali, amehadithia kutoka kwa Muadhi, amehadithia kutoka kwa baba yake, amehadithia kutoka kwa Abdurrahman bin Auf, amehadithia kutoka kwa Abu Sufyan Sakhar ibn Harbi, amehadithia kutoka kwa Abu Dharri al-Ghifari, amehadithia kutoka kwa Ubay ibn Ka'bi, amehadithia kutoka kwa Zaid ibn Thabit na wengine. Manake riwaya ya masahaba kutoka kwa masahaba wenzake, anahadithia kutoka kwa qurana au zumala, wenza wake wa kimasomo. Mama yake huyu Abdullah ibn Abbas anaitwa kwa kunia Ummul Fadli, Ummul Fadl. Ummul Fadli jina lake ni nani? Anaitwa Lubaba, Lubaba bintul Harith. Lubaba kwa lam, Lubaba bintul Harith bin Hazan, bin Hazan bin Bujair, bin Bujair al-Hilaliya, ni katika Bani Hilali bin Amir. Ummul Fadli huyu ambaye ni Lubaba, dada yake mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mama yetu Ummul Mu'minin Maimuna bintul Harith, Maimuna bintul Harith. Watoto wake yuko Al-Abbas, na kupitia yeye ameitwa kwa kunia Abu al-Abbas. Mtoto wake Al-Abbas, na kupitia Abbas ameitwa kwa kunia. Katika watoto wake Ali Abul Khulafa, Ali Abul Khulafa, na ndiye mdogo wao. Al-Abbas ndiye mkubwa wao. Katika watoto wake Al-Fadl, kamzaa kaka yake Al-Fadl. Katika watoto wake Muhammad, katika watoto wake Ubaidullah, miongoni mwa watoto wake amemzaa mama yake Lubaba. Kadhalika katika watoto wake ni Asma. Wasifu wake wa kimaumbile Ibn Abbas, wa kana wasiman jamilan madida alqama,
alikuwa ni wasin, wau sin ya mim, wasin, manake ni mzuri, handsome boy, wasin. Jamil, mrefu wa kimo. Mahiba, ana haiba, amekamilika akili yake imekamilika. Dhakiyu nafs, ana uwerevu wa nafsi, sifa zake hizo. Amefariki Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akiwa na umri wa miaka 10, huyu Abdullah ibn Abbas. Ndio maana usishangae ulipoambiwa kwamba alisuhubiana na Mtume miezi 30, usishangae. Na alipopatwa na mvi alikuwa akipaka hinna, alikuwa akizipaka hinna bilhinna, na alikuwa anapenda manukato radhiyallahu anhu. Anasema mwanafunzi wake Ikrima, kana ibn Abbas, alikuwa Abdullah ibn Abbas, idha marra fi at-tariq, akipita njiani, qalat an-nisa'u fi al-buyut, husema akina mama majumbani wakiulizana, amarra bai'u al-miski am ibn Abbas, amepita hapa muuza miski au amepita Abdullah ibn Abbas? Kwa hiyo imma awe ni muuza miski ndio amepita au kapita Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Amepokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Ibn Abbas mwenyewe, anasema dhammani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila sadri, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinikumbatia akaniweka kifuani mwake, akaniombea dua, Allahumma allimhu al-hikma, ewe Allah mfunze huyu hikma. Na amepokea Imam Bukhari kutoka kwake kadhalika kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja dakhala al-khalaa, aliingia chooni, fawada'tu lahu wudu'an, nikamwekea maji ya kutawadha. Qala, anasema alipotoka Mtume sallallahu alayhi wasallam chooni akauliza, man wada'a hadha, nani aliyeweka haya? Akapewa habari kama ni Ibn Abbas, akasema Allahumma faqihuhu fi din, ewe Allah mpe fiqhi ya dini huyu kijana. Ametaja Imam Bukhari. Alikuwa na hirsi kutafuta ilmu. Anasema mwenyewe radhiyallahu anhu, kuntu as'alu 'anil amri alwahidi, nilikuwa nikiliulizia jambo moja 30 min ashabi nabi, naliuliza kwa maswahaba 30 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo moja namuuliza huyu, nakwenda kwa yule, hirs katika masala ya kujua ilmu. Na anazo fadhila nyingi Abdullah ibn Abbas, na hadithi nyingi zikimzungumzia yeye kutoka kwa Mtume na kutoka kwa masahaba wenzake kina Umar na wengineo radhiyallahu anhum ajma'in. Amepokea huyu hadith 1660, amepokea kutoka kwa Mtume na masahaba, au hadithi zake jumla 1660 ambazo ni muttafaqun alayhi 75, ni 75 kazipokea Bukhari na Muslim. Na amepokeka Bukhari kwa hadithi zake 28 amepokeka nazo Bukhari. Muslim amepokeka na hadithi 9 za Abdullah ibn Abbas kama alivyotaja al-Imam Dhahabi. Alifariki Abdullah ibn Abbas mwaka 86 akiwa ana umri wa miaka 71, na aliswaliwa na mtoto wa Ali bin Abi Talib aitwaye Muhammad ibn al-Hanafiya. Manake huyu Muhammad ibn al-Hanafiya kamswalia ammi yake Abdullah ibn Abbas, ni ammi yake, kwa kuwa Abdullah ibn Abbas na Ali ni watoto wa simba kwa simba radhiyallahu anhum ajma'in. Aliswaliwa na Muhammad ibn al-Hanafiya, mtoto wa Ali, nje ya Fatima, mtoto wa Ali nje ya Fatima, mama yake sio Fatima. Haya ameyataja al-Imam Ibn al-Athiri kwenye kitabu Usdul Ghaba. Pia rejea kwenye Siyar A'lam an-Nubala, wameyataja
kumhusu yeye. Hiyo ni sehemu katika mengi. Hadithi fupi kwa hiyo tusome tuimalize. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Allah amridhie yeye na baba yake, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, ni'matani, neema mbili, maghbunun fihima kathirun minan nasi, wamepunwa katika neema hizo wengi wa watu wamepunwa, wameliwa katika hizo neema wengi wa watu. As-sihhatu wal faraghu, afya na wasaa na wakati. Rawahu al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari. Maana yake neema hizi mbili, maghbunun fihima kathiru minan nas, wamepunwa katika hizi neema mbili, wamekula hasara watu wengi katika hizi neema mbili. Hizi neema mbili hizi wengi wamepunwa, wamekula hasara. Kivipi? Kwa maana wanazitumia neema mbili hizi wakizisarifu katika mahala pasipokuwa kwake. Wanasema kawaida kwamba insan akijumuikiwa na neema hizi mbili, neema ya siha, ana afya yake timamu, ana wasaa faragha, ana wasaa, ana muda, alafu mbali ya kuwa amezipata neema mbili hizi akaghilibiwa, kwa maana akashindwa, akazidiwa na uvivu, akashindwa kufanya taa kwa uvivu wake, huyu amepunwa, amekula hasara. Na hii ndiyo hali ya wengi katika watu, wakati sivyo tulivyoelekezwa na Allah kwenye Qur'an. Fa idha faraghta fansab, ukipata faragha na wasaa wa shughuli zako, kama umetoka shughulini una wasaa, fansab, jipinde kwenye ibada, tumia ile fursa. Kwa hiyo usipotumia fursa hiyo ya wasaa, utakuja kuutamani huo wakati, hutaupata tena. Utakuja kuutamani uzima, hutaupata tena. Utakuja kuutamani ujana, hutaupata tena. Fursa ya ujana kwamba unafanya ibada kwa vizuri kabisa kuliko mzee. Wazee leo wanaswali kwenye viti, si ndio? Wazee wanapitwa na mambo mangapi leo hii? Mengi, si ndio? Ambayo wanaweza wakayafanya walipokuwa katika mazingira ya ujana. Kwa hiyo saa huu uko nao, usiuchezee. Mwisho utakuja kutamani kisichoweza kurejea tena. Laita wa hal yanfa'u shay'an laita shababa bu'a fashtaraitu. Anasema laita, na laiti inafaa nini laiti? Neno laiti katika matumizi ya lugha ya Kiarabu husemewa kisichowezekana tena. Laiti manake ni kitu ambacho hakiwezekani tena. Wayaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, haiwezekani tena. Ndio maana mshairi anasema wa hal yanfa'u shay'an laitu, kwa neno laiti laleta manufaa yoyote? La. Ingekuwa laleta manufaa yoyote neno laiti, laita shababa bu'a fashtaraitu, basi natamani ujana ungelikuwa unauzwa nikaenda nikaununua. Aya laita shababa yaudu yawma fa ukhbirahu bima fa'ala almashibu, natamani ujana ungelikuwa unauzwa, natamani ujana ungelikuwa unarudi hata siku moja. Fa ukhbirahu bima fa'ala almashibu, ningeliupasha habari ujana nilivyofanywa na uzee. Natamani ujana unirudie mimi, niupashe habari nilivyofanywa na uzee, kwamba ujana wewe, uzee bwana, uzee mbaya, uzee mbaya. Nilikuwa nahimili mkojo wangu muda mrefu, sasa hivi bwana ukinishika tu mkojo, nikisema nende chooni sifiki, nishaumwaga njiani. Ujana
Uzee mbaya. Nilikuwa mimi bwana kwa siku mke wangu kadha 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 kadha. Ujana uzee mbaya. Nilikuwa kadha kadha, fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashi. Na yule ambaye atatumia vyema faragha, kwa maana wasaa na wakati aliokuwa nao, akatumia fursa ya ushabab na fursa ya siha, afya aliyokuwa nayo katika kumtii Allah, fahuwa rabihu, huyu ndiye aliyefaulu, huyu ndiye aliyepata faida, siye aliyepunwa. Huyu ni rabih. Kwa kuna khasir aliyepunwa na kula hasara, na kuna rabih aliyepata faida. Huyu ndiye arrabih. Huyu amegundua kwamba dunia ni shamba la akhira. Ad-dunya mazra'atul akhira, dunia ni shamba la akhira. Kwa hiyo watu wanaanza kuchangua msitu hapa. Tunachangua msitu duniani, tunaweka mbegu zetu, tunakwenda kupalilia, tunasumbuliwa na palizi hivyo, ili tukavune wapi? Tukavune akhira. Wa illa faragha ikikupita utashughulishwa na shughuli, siha ikikupita utashughulishwa na maradhi. Kwa hiyo ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, neema mbili wengi wa watu wamepunwa, hawakuzichukulia kwa makadirio yake, hawakunufaika nazo katika maisha yao ya kidunia. Neema ya siha wal afia. Maanake hii hadith inatuhimiza tutumie fursa zetu kabla ya mishughuliko yetu, na siha zetu kabla ya kuugua kwetu. Tutumie fursa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile aliyopokea Imam Tirmidhi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Mtume anasema sallallahu, yeyote ambaye atapambaukiwa miongoni mwenu na asubuhi akaamka ana amani kwenye njia yake, aminan fi sirbihi, ana amani kwenye njia yake, anaweza kutoka hapa kwenda sehemu fulani bukheri wa afya, ana amani kwenye nchi yake, kwenye mji wake. Amani hii ni taji, hawalioni ila walio kwenye machafuko. Amani ni taji, hawalioni ila walio kwenye machafuko. Na msiombe hayo mambo, tunamwomba Allah asalamata wal afia. Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiambia masahaba, la tatamannu liqaa al-adu, msitamani masahaba wangu mkakutana na maadui, si jambo jema. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, la tatamannu liqaa al-adu, msitamani kukutana na adui, yani msitamani machafuko. Ndio maana kukutana na adui ni machafuko. Sitamani hiyo hali. Angalieni tu, yaoneni tu, na wenzenu waombeni dua. Kiona yanayosibu ndugu zetu wa Filastini, vijitoto vidogo vinaangukiwa na majengo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah waauni katika fadhila zake. Almuhim, ambaye atapambaukiwa yuko kwenye amani kwenye njia yake, kwenye mji wake, muafan fi jasadihi, ana siha kwenye mwili wake, yuko mzima wa afya, indahu qutu yaumi, anamiliki chakula cha kukila ile siku yake aliyoamka, kwamba leo mimi alhamdulillah, mchana, usiku, asubuhi, leo mimi niko vizuri. Akamiliki kitu hicho tu, achilia mbali kwamba na kesho na kesho kutu, ile siku kwamba anasema huyu neema hii aliyokuwa nayo kana kwamba ni mtu amekusanyiwa dunia na vilivyomo. Chakula chako cha kukila kipo, una afya kamili, uko kwenye amani. Basi unataka nini tena? Yani unataka nini kingine? Unataka nini? Unataka nini zaidi kwamba wewe una amani? Unataka nini zaidi kwamba wewe una chakula? Unataka nini zaidi kwamba wewe una afya? Kwa neema ya siha, kwenye hadithi hii imetaja neema ya as-siha. Na kwenye hadithi nyingine Mtume anasema sallallahu al-afia,
muombeeni Allah awape afya, kwani hakuna mmoja wenu ambaye atakuwa ameneemeshwa baada ya kupewa yakini kama kupata neema ya afya. Na ukitaka kujua neema hiyo kwako wewe, nenda kawatembelee wagonjwa hospitalini. Na umaumwa kidogo kidogo, lakini nenda kawatembelee hospitalini. Mwangalie yule ambaye kama mguu wake umetundikwa, kama angalie yule ambaye kama anachuruzika madamu, kama angalie yule ambaye kama kidonda chake kimeoza, kidonda kimeoza, kama angalie yule ambaye kwamba Allah atupe siha wal afia, atupe amani katika nchi zetu na miji yetu.